Uhabari gani Mwanakeo TV? Kama ni mara yako kwanza, tafadhali subscribe na tano notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Mwanakeo TV. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeapa lazima imkamate mwanaharakati maarufu mitandaoni ambaye anafahamika kama Mange Kimambe, ambaye ni Mtanzania anayeishi nchini Marekani, kutokana na kile kinachoelezwa kuhamasisha au kuchochea vurugu zilizotokea nchini kuanzia tarehe 29 Oktoba mwaka huu. Mwanasheria mkuu wa serikali yani AG Hamza Johari amesema hayo muda mfupi baada ya kuapishwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan Novemba 5 mwaka 2025 kuendelea kuongoza ofisi hiyo. Amesema ni jambo ambalo halikubaliki kuona mtu mmoja tu anahamasisha vunjifu wa amani nchini, alafu baadaye tena anarudi kutamba na kujiapiza kuwa lazima arejee, jambo ambalo amelitafsiri kuwa ni dharau ya kiwango kikubwa kwa serikali na nchi ambayo kwamba jambo hilo halikubaliki. Na nukuu hichi ambacho amezungumza mwanasheria mkuu wa Tanzania: haiwezekani mtu mmoja amekaa nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dada tu, hata ukimwangalia appearance yake anawaambia watu wakafanya hivyo na wanaenda kufanya kweli, halafu imetokea anaanza kutamba, anasema bado nitakuja kivingine, lazima tumkamate. Amezungumza hayo Hamza Johari. Amesema licha ya kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vinafuatilia swala hilo kwa namna yake kama sehemu ya majukumu yao ya msingi, lakini ofisi yake pia ina wajibu wa maksudi wa kuhakikisha inashughulika na swala hilo. Akizungumzia athari zilizotokana na vurugu hizo, mwanasheria mkuu huyo wa serikali anasema mali za watu binafsi na za umma zimeharibiwa, ikiwemo gari la ofisi yake mwenyewe ambalo limechomwa moto huku dereva kimbia waandamanaji. Na nukuu hichi ambacho amezungumza mwanasheria wa serikali, na nukuu: tumeona mali za watu binafsi zinaharibiwa, tumeona mali za umma including gari la mwanasheria mkuu wa serikali, yani gari la ofisi wa mwanasheria mkuu wa serikali limechomwa moto. Haiwezekani. Nimeambiwa kwamba na gari yetu pia imechomwa moto, dereva akakimbia, lakini wanasheria sisi tuko mahili, najua tutakuja na solution nzuri kule kwenye MTC kule tunataka tutafakari namna fulani ili tuweze kuishauri serikali vizuri. Najua watu wa vyombo vya ulinzi na usalama watafikiri hivyo na wana sehemu yao, lakini sisi hatuwezi kusema eti lile swala ni la kiusalama tu. Hapana, lile pia ni swala la sheria, yani sheria zimepuuzwa, zimevunjwa. Amezungumza hayo Hamza Johari. Una habari gani? Una maoni gani Mwanakeo TV? Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section